jioni ya leo ninapenya naelekea kwenye hatima yangu, naelekea kwenye hatima naelekea kwenye hatima yangu, naelekea hatima yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jiwe lolote alivunja vipande, napenya kwa jina la Yesu. Ukuta wowote uliojengwa kwa mawe, uliojengwa kwa mawe, uliojengwa kwa chuma, uliojengwa kwa shaba, uliojengwa kwa chuma, uliojengwa kwa dhahabu, sema na yeyusha, na pasua, na bomoa, naenda pale kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Kambinguni wanatawapiga kwa radi. Washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Kambinguni wanatawapiga kwa radi. Shakatabata Eria Mashando Eria Mashakapa Eria Mashakaka Eria Makapalaba Yando Koposokoto Rabashapa Eka Mashadakapa Penya Penya wanangu Shama kapa shapa Eria Mashondo Eria Mashakapata Eria Mashabalaba Eria Masakapalaba Yando Koposokoto Rababa Shama ya Makapalaba Shaya Maramasoto Shanda Kapalaba Eria Mashabalaba Eria Mashende Eria Masoko Provosoto Eria Mashabalaba kwa damu ya Mwanakondoo Yanda Kapashakapata Yando Koposokoto Shama Kapalaba. Hebu sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninakuja kama mto wa maji mengi uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Ninakuja kama mto wenye nguvu unaoendeshwa kwa pumzi ya Bwana. Kwa jina la Yesu, sema nakuja kwa damu ya Yesu, nakuja kwa damu ya Yesu, nakuja kwa damu ya Yesu. Shakapa Eria Mashamakapa mwende Shakapata mwende Shana Makapa Eria Masakapa Eria Mashandata Eria Makapalama Shabana Basoto Shabana Makapalama Shana Kapalama Eria Masakapa na yendea taifa Tanzania, yendea taifa Tanzania Shana Koposoto Shana Kapalama Eria Masakapa Eria Masakapa Eria Masakapa biashara yangu biashara zangu kaza mikono yangu ayana mambo soto ranka tapasika manda ranka tapasika bregadia epikamando bokoto saya nande moria geta ayana kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu inapenya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu inapita hapo unapozuia unapopita nakuja hapo kwa damu ya Yesu, sema napenya. Haleluya. Na 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 katika jina la Yesu, mimi ninapenya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mimi ninapenya kwa damu ya Yesu. Mimi ninapenya katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Amen. Ongeza vigegene na shangwe, sema tena amen. Amen.
Huu ni mwezi wa 5. Yes. Mwezi wa ngapi huu? Wa 5. Mwezi wa 5 kwa Kiebrania wanaita mwezi wa Av. Hebu sema Av. Rudia tena Av. Maana yake ni mwezi wa Baba kufanya maamuzi, mwezi wa Mungu kutuamulia mambo. Hebu sema tena, Baba wa mbinguni, niamulie tena hatua zangu mwezi huu wa 5. Na unaona, umeamua ufunge ili Bwana kufanyie maamuzi. Umeamua ujinyenyekeshe mbele za Bwana na kuomba ili Bwana afanye maamuzi kwa ajili yako, na yeye atafanya maamuzi. Haleluya. Sema tena katika jina la Yesu, Baba wa mbinguni, amua kwa ajili yangu, amua hatua zangu, amua kipato changu, amua fedha yangu, amua kazi yangu kwa jina la Yesu. Sema tena, Baba wa mbinguni, amua kuanzia leo. Haleluya. Asubuhi nilikuonesha hakuna anayeamua kuokoka isipokuwa ni Mungu anayetuamulia kuokoka. Nikakuonesha hamna anayeamua kumpenda Mungu isipokuwa ni Mungu anayetuamulia kumpenda. Maana yake nini? Yeye akiamua umpende, utampenda, tutake usitake. Unaona, Musa hakutaka mwenyewe kwenda kuwatoa wana wa Israeli. Kwanza walibishana, akamwambia kwa kweli mimi hata kuongea sijui, tafuta mwingine. Mungu anasema hakuna, chaguo langu sasa hivi, naona wewe Musa unanifaa. Anajaribu, jamani, hivi hakuna anojua kuongea upeleke, kwani uhangaike na mimi? Akasema sikiliza, kwani anayewafanya watu waebubu na anayewapa kuongea ni nani? Maana yake nini? Akamwambia we nenda, itakapofika kwa Farao swala la kuongea niachie mimi, nitajua utakavyoongea. Ukiwa huku uwe bubu, ila kwa Farao utajua kuongea. Haleluya. Haleluya. Hebu sema katika jina la Yesu, nitashindwa kuongea kwengine, ila kwa habari ya Farao nitaongea. Mwambie haya, nitaongea. Haleluya. Umeelewa? Umeelewa? Daudi kako kakimya. Kaka yake Eliaba nakamwambia, dogo kachunge mfimbo, na kujua ulicho na kiburi wewe, na kujua. Kwa Eliabu kana kiburi, kwa Eliabu kana nili, ila kwa Goliati kanaongea. Yaani kwa mwambie mwanangu, nitanyamaza kwa wengine lakini sifa kwa Farao. Rudia tena, nitanyamaza kwa wengine lakini sio kwa Goliati. Nitanyamaza kwa wengine lakini sio kwa Herode. Mwambie ewe mbweha, rudi, toka hapo. Haleluya. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Na leo tena Baba yangu wa mbinguni anafanya maamuzi. Baba yangu wa mbinguni anaamua leo katika jina la Yesu. Haleluya. Aliyenielewa nisikie amen, amen. Ongeza tena amen, amen. Ongeza tena amen, amen. Sasa sikiliza vizuri. Mwezi huu kama nilivyokuambia ni mwezi wa Baba kufanya maamuzi. Kwenye ulimwengu wa roho, hebu sema kwenye ulimwengu wa roho, kinachofanya maamuzi huwa ni madhabahu. Rudia tena, kinachofanya maamuzi huwa ni madhabahu. Kinachomwamulia mtu huwa ni madhabahu. Yaani, narudia tena, wewe hapa hata nikikuacha ukasali popote, mpenyo wako utaamuliwa na madhabahu. Hata nikikuacha wewe na welele nenda unakojua, ila mpenyo wako unaamuliwa na nini? Madhabahu. Na ndio maana utaona uwe makini kwenye kuchagua aina ya madhabahu. Madhabahu ni mahali ambapo Mungu anashukia. Umeelewa? Umeelewa? Nikakuonesha hata shetani naye ana mahali ambapo anastokea, ambapo mchana nikuonesha, unaona mnyama mmoja anazuka kutokea kuzimu. Kuzimu hapo ni mahali. Maana yake wakifanikiwa kukupeleka hapo, watakumaliza wakiwa live. Umeelewa hapo? Lakini tukaona pia mnyama mwingine amezuka kutokea kwenye nini? Kwenye bahari. Kwa hiyo wakifanikiwa kupeleka kwenye bahari na wewe uelewe chochote, hapo utaisha. Tukaona mwingine tena amezuka kutokea kwenye nini? Kwenye nchi. Maana yake pote wameweka madhabahu
kwamba anaweza akizuka huko, kuna mahali anakutania pale ambapo atakutana. Sasa pale si akizuka lazima azukie ndani ya mtu, akizuka lazima azukie, yani akitoka kuzimu akizuka lazima atokee ndani ya mtu, ama ni Ali ama ni Salimna ama ni nani, lazima atokee mle ndani, ama ni Goliati. Kwa sisi tunamwendea vile vile alikotokea hapo. Umeelewa wewe? Sasa nisikilize vizuri. Kinachotoa majibu ni madhabahu. Hebu sema madhabahu. Ndio huwa kinaamua. Yaani mwamuzi wa vyote ni madhabahu. Madhabahu unayoijenga inaamua kiwango cha majibu na inaamua uwezo wa majibu yatakayotokea. The altar you built for God, it will determine where you are pathing for. It will determine what will be your success. It will determine what will be your prosperity. Yani madhabahu unayoijenga itaamua wewe kufanikiwa kwako kutakuweje. Umeelewa? Aro. Sasa nikuoneshe kitu. Unamwona Elia anataka alete majibu kwenye nchi. Ila haya majibu amekutana na madhabahu zingine za shetani achazijenga muda mrefu. Ziko pale. Elia akasema hivi, kesi sio kubwa sana, wacha tujenge madhabahu. Sasa hivi wewe unawatenda kazi, ana makuhani wa kichawi wako pale. Elia anasema sasa tujenge madhabahu. Ile madhabahu inajengwa. Akaambia kwa kuwa nyinyi ni wengi na mnaweza mkajenga haraka, jengeni. Kwa nini waanze kujenga madhabahu? Maana anaelewa ili Mungu wako ashuke lazima atahitaji madhabahu. Na ili wako wangu ashuke atahitaji nini? Unaanza sasa madhabahu za nini baba? Za nini? Mungu anashukaga hapo. Yaani anayezuka kutokea kwenye nchi lazima apate mahali pa kuzukia. Na anayeshuka kutokea juu inabidi apate mahali pa kushukia. Umeelewa? Umenipata hapo? Na ndio maana sikiliza vizuri. Ile kusema Mungu ndani yangu, maana yake Mungu akitaka kufanya jambo lolote hapa duniani anazukia ndani yangu mimi. Anazukia ndani ya Jafe, ndani yako. Umenielewa eh? Umeelewa eh? Na unasikia kabisa Mungu anazungumza. Nini ndo madhabahu yake? Na shetani pia akitaka kuzungumza atatumia kwa Farao. Jaribu kuwaza mwanangu. Musa amezaliwa. Wamezaliwa tu kidogo, eti rais wa nchi anatangaza, jamani watoto wadogo wote wakate kichwa. Yaani akiwa wa kiume chinja. Wametukana watoto. Ni wazo la Mungu. Ila kwa nini limetangazwa kwenye nchi? Ni zuri au baya? Kwa nini limetangazwa kwenye nchi? Na kuanzia waziri, mbunge na nini limepitishwa mpaka bungeni ili waendelee kwenyeje? Wauawe. Watoto wakizaliwa wauawe. Utagundua nini? Anayetawala pale, yani kuna madhabahu imejengwa kiasi kwamba inatoa nguvu kiasi kwamba watawala wa giza watawale. Umeelewa sasa hapo? Unanielewa eh? Na iko madhabahu ambayo ukiijenga leo ukiijenga leo itapasua kila madhabahu zao kwa jina la Yesu. Elia ameona kwamba kwenye nchi yangu uchawi umekuwa mwingi, mvua nimezuia, lakini bado hawaelewi. Na rais anamtafuta ili amuue kama ambavyo baba yenu anatafuta uawe. Yaani amekoma ili amtafute nini amfanyeje? Amuue. Ahabu rais wa nchi anahangaika sana amuue nani? Elia akasema ina taabu. Kwa habari ya mvua mimi nina amri juu yake. Nitawapigisha jua la maana nione kama mtaendelea kunitafuta. Elia akaishikilia mvua kwa miaka mitatu. Miaka mitatu anatafutwa. Mwamba yuko mahali amezuia mvua. Na Mungu ingawa amezuia mvua, Mungu anaendelea kumpa mwanangu. Na Elia hakukimbia nchi, yuko kwenye nchi hiyo. Yuko hapo. Umeelewa? Elia hakukimbia nchi ndugu yangu. Yuko kwenye nchi yake hapo. Na ndio maana siku anataka watokee, akaja live. Jamaa moja akasema bwana, nilikuwa kwenye kuinda kwangu huko, nimekutana na mtu. Ahabu akamuuliza, "Amevaeje?" Alipomwambia namna alivyovae, akasema, "Yeye huyo, bila shaka ni yeye."
Mwanangu yuko pale pale, usema niko pale pale. Siami nchi, siondoki nchi kwa jina la Yesu. Haleluya. Elia akawaambia, jengeni madhabahu zenu. Wana mungu wao anaitwa Baali. Bila shaka Baali ili atokee inabidi apate madhabahu. Kwa hiyo wakajenga. Na Elia akasema, jengeni nyie ni wengi. Wakaanza kumita mungu wao Haji. Mungu Haji. Akamwambia, vipi kamwamsheni, inaweza kama amelala. Kama hajalala, mwambie labda ana safari, kasafiri, inawezekana yeye katekwa huko. Labda pigeni hata simu. Wanaita Mungu Haji. Elia akamwambia, jengeni madhabahu. Wakati wanajenga, Elia yeye akasema, katika jina la Yesu ninaijenga madhabahu ya Mungu iliyobomoka. Maana yake hakuna namna unaweza kutawala Tanzania kwa uchai wako kama hujaibomoa madhabahu ya Mungu kwanza. Kwa sababu kwanza uliikuta ila umeibomoa, umepata nafasi. Waliikuta na Magu juzi naonesha Magu alikuwa anajenga madhabahu ya Mungu, wamewahi wakambomoa. Leo tunakuja kama Bwana aishivyo. Leo tunaijenga madhabahu ya Bwana. Sema najenga madhabahu ya Bwana. Haleluya. Kwa hiyo mahali ambapo giza linatawala ni kwamba madhabahu ya Mungu imefanyeje? Imevunjika. Akipatikana naye toka pembeni anasema naijenga katika jina la Yesu. Najenga madhabahu ya Mungu iliyovunjika. Maana yake nini? Maana yake nini mwanangu? Maana yake nini mwanangu? Unaweka nuru pale. Yesu ana akili nyingi. Akasema mimi nitalijenga kanisa langu ambayo malango ya kuzimu hayatalivunja. Malango ya kuzimu hayatalivunja. Maana yake anaposema kanisa, naijenga madhabahu yangu ambayo malango ya kuzimu, nikitaka kushuka nishukie pale pale. Anaijenga ambayo malango ya kuzimu hataivunja. Nikitaka kuwatokea niwasukie pale pale. Mwanangu wewe ni madhabahu ya Bwana. Haleluya. Hebu sema naijenga madhabahu ya Bwana. Najenga madhabahu ya Bwana. Haleluya. Ujaelewa wewe na hiyo ndogo? Ujalielewa hilo? Mungu Yesu anasemaje? Nimelijenga kanisa langu ambalo malango ya kuzimu hayatalifanyaje? Hayatalishinda, si ndio? Maana yake ni kwamba kumbe malango ya kuzimu yanashindanaga kuvunja nini? Kanisa lake. Kama unajenga, ametumia neno kujenga. Na alijenga, kila kinachojengwa ni madhabahu. Haleluya. Ili Mungu akitaka kufikia dunia, apitie kwako, aiguse dunia. Apitie kwako. Madhabahu ni connection. Nisema connection. Wewe ndo kuhani wa kwa connect watu na Mungu. Wewe ndo daraja la kuwakutanisha watu na nani? Na Mungu. Umenielewa? Sawa sawa. Kwa hiyo watu wakitaka kukutana na Yehova lazima waje kwako. Lakini kuna madhabahu zingine za kichawi ziko kama waganga, wasoma nyota, wabaya, ambao Mungu shetani wa dunia hii akitaka awazukia wafikie, atapitia ndani yake, yani anazukia ndani yao. Wapo wanaitwa waganga, sema waganga, wasoma nyota, wachawi, wapiga ramli, washirikina. Kwa hiyo ana viganga vyake viko pale na vyenyewe vinawakutanisha watu na shetani. Ni kama vile ambavyo ukija unamtaka Mungu unakimbilia kwa pastor, niombee. Kwa nini nakuombee? Yaani kwa nini pastor kuombee? Unaamini huyu ni madhabahu ya Mungu. Kama akisema Baba wa mbinguni hayagusha huyu, tayari ni madhabahu inayotoa jibu. Yaani maana yake Mungu anasikia. Na ndio maana haombi Baba Mungu akajibu kwa sababu uko hapa eti kwenye hii ukumbi. Hapana. Hata tungekuwa Kabwe kwenye ukumbi wa nanili, kule bado ni madhabahu ya Bwana iko pale. Utagundua madhabahu sio eneo, sio jengo, ni mtu. Kwa nini? Anaweza katembea na hiyo wifi. Hiyo connection anatembea nayo. Anatembea nayo wireless, inasoma kila mahali. Umeelewa sasa mwanangu? Hebu sema tena, leo naijenga madhabahu ya Bwana. Rudia tena, najenga madhabahu ya Bwana katika jina la Yesu, na kuzivunja na kuzichoma moto madhabahu za giza katika jina la Yesu. Haleluya. Nisikilize wanangu. Narudia tena. Unajua kwa nini nahangaika kukuambia haya yote? Kwa sababu Mungu anakutegemea wewe ufanye makubwa kutokea kwenye nchi. Wewe. Mungu anakutegemea. Hebu sema ananitegemea mimi. Anitegemea mimi. Niwaulize, Elia ndo aliyejenga, Elia alijengewa madhabahu, yeye ndo aliyeijenga. Yeye alijenga madhabahu ya nani?
Imagine ni mwanadamu yeye anajenga madhabahu ya nani? Ajenga madhabahu ni ya nani? Anajenga nani? Madhabahu ni ya nani? Ya Mungu. Anajenga nani? Mungu. Wewe kwa nini usijenge? Madhabahu ni ya nani? Anajenga nani? Kwa nini wewe Mungu usijenge mwenyewe? Mungu anakutegemea wewe mwanangu. Hebu sema ananitegemea mimi. Hata kubomoa hizo madhabahu, unaona anamwambia Yeremia, wewe nimekuchagua wewe uwe nabii wa mataifa. Sasa nakupa kazi. Kazi yenyewe hivi nini? Kavunje, kaangamize, kabomoe. Bomoa, alafu fanyeje? Ujenge. Anapewa kazi nani? Hebu sema nainuka kama nabii wa Bwana. Kwa hiyo ukisikia nabii yeyote, achana na nabii wa janja wananjaa. Nabii yeyote, nabii anaweza kuangamiza, kubomoa, kuvunja na akajenga ufalme wa Mungu mahali. Umenielewa? Nikuonesha chana janja anaenda ikulu, baadaye anapata nafasi ya kumwekea Farao mkono na hamna pepo zinalipuka. Ni njanja. Umenisikia? Yaani anapata nafasi ya kumwekea mkono Farao na pepo ziko mle. Unajua ni njanja tu, ashaona kabahasha. Chana au mabahasha. Nazungumza nabii wa kweli ambaye kazi yake ni kubomoa. Hebu sema kubomoa, kuharibu, kuvunja na kujenga madhabahu ya Mungu aliye hai. Haleluya. Umeelewa wewe? Sawa. Shida yetu iko hivi. Tuna waumini wengi ambao Bwana saidia. Yaani wanataka Bwana ndo ajenge madhabahu. Baadaye wao waijenge madhabahu ya Bwana. Tuna wengi ambao wanataka Bwana. Sasa na Mungu yuko anashangaa. Wewe unataka mimi nijenge. Kweli ndio wewe kitu changu cha Yehova nijenge. Alafu mimi niko ndani yako, huoni? Kwani huoni? Umenisikia? Kwa hiyo shida tulionao ni hiyo. Ila wewe haumo miongoni mwao. Wewe ni yule ambaye Bwana amekuchagua ujenge mji wake katika jina la Yesu. Wewe ni yule ambaye Bwana amekuchagua uwe silaha yake katika jina la Yesu. Wewe ni yule ambaye Bwana amekuchagua uwe madhabahu ya kuunganisha watu na Mungu. Haleluya. Wewe ni yule ambaye Mungu amekuchagua uwe majibu ya watu. Kila madhabahu imebeba majibu. Utakuwa solution kwa watu. Haleluya. Hebu sema mimi ni majibu ya watu. Rudia tena, mimi ni majibu ya watu. Kwa hiyo wana wa Baali hawa wachawi na waganga wamejichana nyembe. Kwanza wamejenga madhabahu. Wakaita madhabahu haijaja. Wakaona hapa tujichane manyembe. Wakachana nyembe. Wamejichanja pale, hamna kazi. Nini? Kuna mmoja yuko pale amekuja na uwezo wa Mungu, anasema nazuia na bomoa kila madhabahu za giza. Maana yake Elia alikuwa pale anaomba. Jambo la kwanza, anabomoa kila madhabahu anayoijenga. Hebu leo nabomoa. Haleluya. Na bomoa kwa jina la Yesu madhabahu ya umaskini iliyojengwa Tanzania na watawala. Hebu sana bomoa. Sema nabomoa madhabahu ya uchawi, madhabahu ya kulaza usingizi, madhabahu ya uchawi na ujinga iliyojengwa Tanzania. Sema nabomoa. Shakapa elia makapa aliyojenga shanda kapasapa iliyojengwa na Nyerere na ibomoa, iliyojengwa na Mwinyi na ibomoa. Shata kapa elia makapa iliyojengwa na Mkapa. Hebu sema bomoa. Shata kapa iliyojengwa na Kikwete. Bomoa. Shana makapata elia makapa madhabahu ya giza iliyojengwa wakati wa Magufuli. Tunabomoa. Madhabahu ya giza iliyojengwa na Samia. Shakapa elia makapa shapata elia mashapakapa. Hebu sema nabomoa. Sema nabomoa kwa jina la Yesu. Piga kesema amen. Kila madhabahu leo sibomoa. Na haitasalia madhabahu yoyote. Iwe ya jiwe haitasalia jiwe ya jiwe. Iwe madhabahu mtu haitasalia mtu. Kila yeye tutafyeka kabisa, anafyeka. Umeelewa? Umenielewa? Sasa hebu tuendelee kidogo.
nikuoneshe jambo. Kwa hiyo unamwona Elia anahangaika kujenga madhabahu ya Mungu iliyobomoka. Unawaza, Mungu, yani wewe una madhabahu yako afu imebomoka? Ni madhabahu ya nani? Ila imebomoka. Sasa unawaza, Mungu wewe Yehova, una madhabahu yako afu imebomoka? Nisikilize mwamba, nisikilize. Ukisikia Mungu amesema na madhabahu yangu, maana yake ana mtu. Kwa sababu kila madhabahu lazima ipate msimamizi. Umeelewa? Nguvu ya madhabahu ni msimamizi. Nguvu ya madhabahu ni nani? Ni msimamizi. Kwa sababu kila madhabahu lazima ipate kuhani wake. Na kazi ya kuhani ni kuhakikisha kwamba ile madhabahu moto haukati. Au anaweka kuni kila saa. Au anaweka kuni, yani maana yake sadaka ipatikane. Wa kutoa sadaka mbele za Bwana ipatikane. Unakumbuka Mungu anaijia wana wa Israeli, anamwambia, jamani, nyie mpaka mmeniibia sadaka zangu na nini na dhabihu, yani mmeniibia. Kule kuibiwa sadaka na dhabihu maana yake nini? Madhabahu shabo ibomoka, washabomoa. Umeelewa sasa bakawe? Yani Mungu anahangaika, jamani, watu wangu, jamani, mmeniibia dhabihu na nini na sadaka. Sadaka na dhabihu zinatolewa kwenye madhabahu. Maana yake nini? Imebomoka sasa. Kwa hiyo watu hawaiona, wanakula wenyewe. Aro, huyu mwamba amekuelewa? Hebu sema katika jina la Yesu, leo ninajenga madhabahu ya Mungu aliye hai. Ninajenga madhabahu ya Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Naijenga Tanzania. Sema najenga. Heria makapa shapata. Hera makapa. Tanzania ndio unapokaa mwanangu. Shanda kapa. Heria makapa. Ndipo uzao wa mwili wako unapokaa. Shanda kapa shapa. Jenga. Ili Bwana watokee ndugu zako. Jenga. Heria makapa. Bwana watokee pale. Heria mashama kapa. Heria masototo. Shanda maraba. Heria masokoto. Najenga. Shapa katata. Heria mashapa. Ya makapa shapa. Heria mashama kapa. Heria masokototo. Heria mashapata. Jenga. Shakapa. Heria mashanata. Heria makapa baba. Heria masetete. Iliyovunjika na ijenga kwa damu ya Yesu. Shamaha. Heria makapa sata. Heria masondokopoto. Heria masakapata kwa jina la Yesu. Shana mara baba. Heria mashakapa. Heria masapata. Yana mashandakapa. Heria masokototo. Imashatapa. Here. Imashakapa. Najenga. Shana makapata. Heria masapata. Imashandoso. Imashakapa. Haleluya. Hebu sema najenga madhabahu ya Bwana. Rudia tena, najenga madhabahu ya Bwana. Rudia tena, najenga madhabahu ya Bwana iliyovunjika, iliyovunjika. Haleluya. Si kama huyu mtu anakuelewa. Roho Mtakatifu, huyu mtu anakuelewa jamani. Hebu sema leo ninajenga. Unagundua Paulo anajiita, mimi niliye mjenzi katika nyumba ya Bwana. Mimi niliye mjenzi kwenye ufalme wa Mungu. Wewe mwanangu, wewe ni mjenzi. Jambo lenyewe la kujenga kwenye ufalme wake ni madhabahu. Mungu angependa awe akija Mbeya akutane mahala aione madhabahu. Akienda Mwanza akutane na nini? Na madhabahu yake. Yani maana yake pa kushukia. Kila ndege inajengewaga airport. Haishukagi popote pale wewe. Jenga airport. Hebu sema mimi ndo mwenyewe. Bwana anakaa na anashukia hapo katika jina la Yesu. Yaani ukianza kusema shuka Bwana ndo hapa, yani labda atokee hapa aje. Hebu sema katika jina la Yesu. Najenga madhabahu ya Mungu. Haleluya. Umeelewa wewe? Umeelewa? Kwa hiyo naona mwezi huu Mungu anafanya maamuzi. Anaamua kwa ajili ya maisha yetu. Na madhabahu zake anaanza kuzitembelea zipate majibu. Kila madhabahu itakuwa na majibu. Hebu sema nitakuwa na majibu ya Bwana. Rudia tena, nitakuwa na majibu ya Bwana. Nitakuwa na majibu ya Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Mwanangu sema
Ni vyema ujue madhabahu zinaweza zikapatikana wapi wapi. Umeelewa? Ni vyema ujue zinaweza zikapatikana hivi. Pasua madhabahu yake, kwa sababu nitakuonesha kinachofanyika kwenye kila madhabahu. Kila mahali unapopita kuna kitu kinatokea. Amen. Ndio mama. Mimi nilienda kwa sababu ya ubishi. Napenda kila kitu niwe nakijua. Kwa hiyo nilipofika pale, kaniambia mama karibu, nikasema asante. Akasema hivi, unatanguliza shilingi 5,000. Unaiweka hapa kwenye madhabahu yake. Yaani kuna wanasema wewe ulienda, ulikuwa na shida, ulikuwa na shida? Sikuwa na shida. Mpe aliyekuwa na shida. Taka aliyekuwa na shida. Na utaambia alikuwa na shida gani? Alafu kaenda pale. Ndiyo mama, karibu. Mimi nilienda nilikuwa naumwa. Wewe ulikuwa unaumwa? Tulienda wote na mume wangu. Na mume wako? Tukaenda pale. Tulipofika tukamweleza nanili akawa na yani yeye anatangulia kama vile kusema kwamba mmekuja mna shida fulani, sijui nini. Kabla hamjamwambia anaona shida yenu au ilikuwa kabla hatujamwambia kwamba tuna matatizo gani, akawa ameona nani? Yashaona matatizo yenu yote. Yashaona, akasema safi sana. Baadaye akasema hela, tukawa tunampa hela mkononi. Akasema hapana, wekeni chini. Hatukumpa mkononi, tukaweka chini. Tulipoweka chini, akasema alivyosema matatizo yetu, baadaye akaanza kutuchanja chale. Hakuipokea mkononi. Hakupokea mkononi. Akasema weka chini. Kwenye inchi. Uelewe hilo. Baadaye ndo akawa anatuchanja, akawa tulienda na mtoto naye alikuwa anasumbuliwa, naye akawa amechanjwa na sisi wote tukachanjwa, akatupaka na dawa fulani nyeusi. Akawapaka na dawa. Dawa fulani vyeusi. Basi baadaye tukaondoka. Lakini bado hatukupona. Hamkupona. Bado tuliendelea kusumbuliwa. Mkarudi tena ikawaje? Tukaenda tu sehemu nyingine tena. Hiyo nyingine nayo ikawaje? Kwa hiyo mwingine akasema mimi sichukui hela mpaka mtakapopona. Mpaka mtakapopona. Mkipona ndo mtaniletea sadaka. Kwa hiyo akatupa tu dawa, tukaenda kutumia. Lakini baadaye tukaona kama tunapoteza muda. Saa hizi Bwana amewakomboa. Sawa, saa hizi sio kwamba hampo kwenye madhabahu, mko kwenye madhabahu ya Mungu. Ndio, tukaamua kubadilika, kuachana na waganga. Umeelewa? Kwa mlipona hamjapona? Tulipokuwa tumeamua kuachana na mambo ya waganga, tukaenda kanisani tukawa tumepona. Okay, mpigie Bwana Yesu makofi. Sasa nia yangu hii nataka nikuoneshe. Kwa nini huyu aende kwa mganga? Kwa nini aende kwa mganga? Ndio swali langu kubwa. Kwa nini aende kwa mganga? Unamkuta ni waziri wa nchi, anawaza apate ubunge, anaenda kwa mganga. Huyu ni mgonjwa, actually anachotaka ni matibabu, ila ndani anawaza aende kwa nani? Kwa mganga. Swali tunalotaka kujiuliza, huyu anataka uongozi, kaenda kwa mganga, maana yake mganga na uongozi. Huyu anataka afya, anaenda kwa mganga, maana yake mganga ana afya. Huyu anataka mtoto aone hajazaa, anaenda kwa mganga, maana yake mganga na mtoto. Hichi kile ambacho kinafanya mkusanyiko wa majibu yote hayo, kwamba mwenye ana shida na mtoto kaenda pale, ana shida na ubunge kaenda pale, ana shida na nini kaenda pale. Nini hichi? Umewahi kujiuliza? Maana yake pale pana madhabahu. Hebu sema madhabahu. Madhabahu ni mkusanyiko, yani mahali viumbe wa rohoni, akiita kiumbe kinachotakiwa kuleta afya kitakuja. Akiita kiumbe kinachotakiwa kuleta utawala kitakuja. Akiita jina ambalo linatakiwa litengeneze nyota ya mtu litakuja pale. Umeelewa? Na sisi Mungu amejenga madhabahu ambayo viumbe vyake wa rohoni, malaika, watakuja kutuhudumia sisi. Na ndio maana kuna malaika aina nyingi.
Umeona nimekuonesha kwamba asubuhi nimekuonesha kwamba joka anaweza kutokea kuzimu, anaweza kutokea kwenye bahari, anaweza kutokea kwenye nchi. Na yuko malaika ambaye anaoperate juu ya nchi, anaoperate kuzimu, anaoperate juu ya anga, anaoperate mpaka kwenye moto, anaoperate malaika ambaye ni wa kwetu sisi. Umenielewa eh? Sasa huyo malaika ili aje ni mpaka awe ameiona nini? Madhabahu iliyojengwa. Umeelewa? Umeelewa mtu wa Mungu? Haleluya. Umeelewa? Sasa nisikilize vizuri, sema ukianza kubomoa sasa, ukianza zile zote madhabahu za hawa waganga, fikiria wote hawa walipata waganga tena tofauti. Maana yake madhabahu ziko nyingi, ziko. Kwa hiyo unatakiwa uzibomoe, alafu unajenga madhabahu ya Mungu aliye hai. Unazibomoa, unajenga madhabahu ya nini? Jambo la kwanza sema kila madhabahu inakula. Kila madhabahu huwa inapewa kafara yake. Wewe ulienda na hela ya kumlipa nani? Mganga. Alipokuchanja ile damu ndio ilikuwa kafara hiyo madhabahu. Umeelewa? Sawa sawa. Wewe mezani ni hela ni ya kumlipa kwa ajili ya kazi. Mganga mwenyewe kabisa yule haswa na wanazuiliwa kulingana na mahali ulipo. Kwa mfano, mtu anayerogea akiwa hapa ninapofanyia kazi hawezi kupata majibu. Kwa hiyo atakuwa anamlaumu mganga wake. Kwa sababu hapa pana utawala wangu, mimi ndo natawala. Usiku kucha nikinguruma nasema nataka watu wangu. Yaani huwezi pona. Mwisho wa siku labda uje tu kwa maombi. Kwa hiyo nao wanazuiliwa kulingana na maeneo. Atakushauri hama hapo, twende pengine, hama hapo, twende pengine, kulingana na nguvu inayopaleti hiyo eneo. Umeelewa? Umenielewa? Hebu labda nikusomee maandiko sasa. Nikusomee maandiko. Uko tayari? Are you ready? Nikusomee maandiko. Sema Baba, katika jina la Yesu, ifungue akili yangu leo. Nataka nisipandie madhabahu za giza, nisibomoe na mimi nijenge ya Mungu aliye hai. Haleluya. Tusome sasa 1, 2, 3. Kisha wana wa Israeli, Hesabu sura ya 22. Tuanze mstari wa kwanza. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani, karibu na Yeriko. Tuko pamoja? Na Baraki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatenda Waamori. Umesikia? Moabu akaogopa sana. Akaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Na mimi nasema adui yako afadhaike kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Wafadhaike kwa ajili yangu. Wafadhaike kwa ajili yangu, na ndoa zao na watu wao na familia zao. Sema wafadhaike kwa ajili yangu. Kwa hiyo Moabu akaogopa sana, na kwa kuwa ni wengi, na Moabu akafadhaika sana. Akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani. Ameenda kukodisha watu gani hapo? Wazee. Watu gani? Wazee. Anasema hivi, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote, ng'ombe alambavyo majani ya mashamba. Hili jeshi linavyotuzunguka. Yani anasema wana wa Israeli hawaoni kama watu, yeye anaona ni jeshi tayari. Na ukumbuke wao hawana shida na Moabu. Wao wana shida tu na kupita waende mahala pao walipotengenezewa na Mungu. Hawana shida na Moabu. Wana ahadi ambayo wanatakiwa wapite hapo waende. Moabu anaogopa, hawa akipita hapa mimi wataniacha salama. Huyu Jafe nikimwacha akapita hapa ataniacha salama kweli? Hebu sema kwa jina la Yesu, ewe Moabu uliyekaa njiani pangu
hutaachwa salama. Ndio habari njema. Mwambie hutaachwa salama. Umenielewa? Unaelewa sasa hapo eh? Sasa angalia. Mstari unaofuata. Basi akatuma wajumbe. Rais wa hiyo nchi Moabu anaitwa nani? Baraki. Hebu sema Baraki. Basi akatuma wajumbe kwa Baramu. Huyu Baramu mwana wa Peori. Hebu sema mwana wa Beori. Hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri, tazama wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Yani ameona wananisogelea hawa hapa, mbona wanakuwa wanakuja. Jana waliweka kambi hapo, leo wametembea wamefika hapa, naona wanakaribia ikulu yangu. Hebu sema katika jina la Yesu, nitakwenda vile vile, na hapo ndipo nitakapopita. Kila penye njia yangu nitapita, kila penye njia yangu nitapita kwa damu ya Yesu. Sema nitapita hapo hapo. Haleluya. Kwa hiyo Balaki akaenda kukodisha mchawi. Ameenda kumuita nani? Balaam. Hebu sema Balaam. Soma hilo andiko 1 2 3, soma kwa sauti nikusikie. Wanataka kulikabili nini? Amemwita nani? Mchawi. Sasa nataka nikuoneshe ni kweli huyu aliyeitwa ni mchawi au tunamsingizia. Huyu ni nani? Baraki. Hebu sema Baraki. Anamwita nani? Balaam. Hebu sema tena Baraki. Anamwita nani? Balaam. Umeelewa hapo? Tuone, je, huyu ni rais? Baraki ni rais. Tuone anamuita rais mwenzie au anaita nani? Tunataka kujua. Maana tungejua kwamba warau muite rais wako mwenzie au akusaidia ni rais, kwamba ni rais na rais wanataka kukutana. Huyu ni rais wa nchi. Na hawa wanaokuja yeye ukumbuke hawana silaha. Wametoka Misri kama watumwa, wametoroka na wao wanakimbia. Kiongozi wao tu ni Musa, wako jangwani wanasepa. Ila njiani wameingia kwenye nchi ambayo ina majeshi, wana bunduki, wana nini, wote wanavyo. Mimi nadhani labda huyu rais angejikoki vizuri, aweke majeshi yake pale. Lakini macho yake, sema ana macho. Na ndio maana nisikilize vizuri. Kila mtu unayemwona yuko kwenye ngazi ya utawala, niliwaambia anakuwa amewekwa na mamlaka fulani. Kama amewekwa na mamlaka ya kichawi, ataenda atafute wachawi wake. Kama amewekwa na Mungu, ataenda angetafuta nabii mahali amwendee. Lakini tumuone Balaki ameenda kumkodi Balaam. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe ni mamlaka ya kishetani ambayo iko kwenye mwili. Juzi nimeliwaambia wanangu kwamba kuna mamlaka ya Mungu ya mwilini na mamlaka ya Mungu ya rohoni. Na kila unayemuona pia yuko hapa duniani, kuna mamlaka mbili, ya rohoni na ya mwilini. Kwamba kila hicho kiti kapewa nani? Muulize hicho kitu umepewa na nani? Muulize tena umepewa na nani? Nikawaonesha kwamba ukimwona kiongozi wa mwilini, ujue kuna kiongozi wa rohoni. Ukiona kuna kiongozi wa mwilini, ujue kuna kiongozi wa rohoni. Wa rohoni ni anatumia silaha ambazo nyinyi hamzitumii. Yeye hatumii bunduki. Hatumii SMG unayoitumia. Yeye hatumii washawasha za polisi, hatumii hizo. Lakini unajiuliza, hawa watu wako wanakuja, we ni rais, unawashawasha. Kwani usingepeleka tu washawasha wawashe wakimbie? Sasa hawana silaha. Umeelewa?
peleka tu magari yako ya washoshe, hawana silaha, wametoroka asubuhi, usiku tu wametoroka, wameshepa zao. Mimi nikwambie jambo hili kwamba kila unayemwona wa mwilini, maana yake ana nguvu yake ya rohoni iliyomweka. Kila unayemwona wa mwilini ana nguvu yake ya rohoni iliyomweka. Ukiniona hapa usinichukulie hize, nina nguvu ya rohoni iliyonisimamisha. Ukiniona niko mazo vile mbona aka kandawala, no, kuna nguvu iliyomweka. Na ndio maana uwe makini sana. Haleluya. Sasa wangapi wangetaka kujua huyu mtu aliyekodishwa ni nani? Hata ungetaka kujua, si ndio? Kwamba huyu ni rais, Baraki ni rais wa Moabu. Huyu uliye mkodi ni wa wapi? Ni rais kwani? Tujue. Angalia kitabu cha Yoshua sura ya 13 ule mstari wa 22. Yoshua sura ya 13 mstari wa 22. Tusome hapo 1 2 3. Balamu naye huyo mwana wa nani? Beori. Huyo nani? Kumbe rais ulienda kukodi mchawi aja kusaidie. Kumbe rais ulienda kukodi mchawi aja pigane na hilo ulioona ni jeshi. Umegundua jambo? Hebu sema kila Balaam aliyekodishwa na rais wa Tanzania leo atauawa kama vile wana wa Israeli walivyomuua katika jina la Yesu. Hebu sema tena, Balaam uliyekodishwa tunakuwa kwa jina la Yesu. Sema apigwe kwa panga. Haleluya. Kumbe unajifunza, kumbe hata hawa marais hawa wanakodishaga. Na wamekodisha nani? Mchawi. Sio rais huyu, sio rais kwamba ameenda kukutana na Yoweri Museveni, kwamba kaenda kukutana na mchawi kwenye nchi ya watu. Ametuma wajumbe, hebu sema katika jina la Yesu. Rudia tena, katika jina la Yesu. Naye Balaam huyo mchawi, wana wa Israeli walimuua kwa upanga kati ya hao wengine waliouawa. Kwa hawakuwa mmoja tu, na wale walioenda kumuita wote walichezea upanga, na wale walioenda kumnunua walichezea upanga. Hebu sema leo, upanga wa Bwana, upanga wangu. Upanga wa Bwana, upanga wa Gideon. Upanga wa Bwana, upanga wa Ayubu. Upanga wa Bwana, upanga wa Ayubu. Mshale wa Bwana, mshale wangu. Hebu sema leo, kwa jina la Yesu na unyoosha upanga, ninawaua wachawi wote kama Sauli alivyowaua wachawi wote kwenye nchi. Sema leo nawaua wote kwa jina la Yesu. Haleluya. Nani ameelewa mpaka hapo? Umeelewa vizuri hapo eh? Sasa sema nataka tuendelee pale. Uone sasa. Kwa hiyo ni vema ujue aina ya mtu aliyekodishwa. Aina ya mtu, wamekodi mtu gani? Rais au mchawi? Wamekodi nani? Hebu sema katika jina la Yesu. Hata ungekodi wachawi wote wataishia kwenye upanga wangu katika jina la Yesu. Sema upanga wangu unawamaliza wote katika jina la Yesu. Tusonge mbele. Mstari wa 6 tusome. Wanamubembeleza, basi njoo wewe. 1 2 3. Basi njoo wewe, ninakusihi unilaanie watu. Unataka warani watu hawa? Kwani wewe Baraki rais, wewe ulishindwa nini kuwarani mwenyewe? Kimsingi anachokisema Baraki, atakachokuwa nakisema Balaam, huyu naye anaweza kukisema. Kwa nini? Kwa sababu utagundua huku mbele
Huyu anataka arani kwa namna rais anavyotaka. Sufanye mwenyewe. Kaenda kumuita mchawi. Kwa nini? Mchawi ana madhabahu. Hebu sema ana madhabahu. Sema tena, mchawi ana madhabahu. Mchawi ana madhabahu. Haleluya. Mimi nakuonesha hapa ujifunze kwamba kila anayeshindana na wewe kwa namna ya rohoni hawezi kushindana na wewe hivi hivi. Lazima kuna madhabahu anataka awe maijenga. Umenielewa mwanangu? Yaani unawaza huyu mtu anaichi kiburi chote uchu. Nini huyu? Ana madhabahu ameijenga mahali. Sasa kila unayemuona ana kinachompa nguvu. Ukiniona niko hivi, nina madhabahu yangu inaitwa Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ambapo mimi nimejengwa hapo. Malango ya kuzimu hayaniwezi. Umeelewa sasa? Umeelewa? Kabla hujanigusa mimi na kupeleka kwenye madhabahu yetu sasa ile yenyewe. Na Yehova akija anakuja kwa sura yangu. Anakuja kwa sura yangu. Unayeniona mimi ni moto rao. Kwa nini moto rao? Inayokuraga huwa ni madhabahu kaka. Mimi ni nani? Moto rao. Kinachokula ni nini? Madhabahu. Ndio maana Elia alipojenga ule moto, madhabahu ikara yenyewe. Umenielewa? Hebu sema mimi ni moto rao. Rudia tena, mimi ni moto rao. Mimi ni moto rao. Natafuna kila madhabahu. Na yeyusha kila madhabahu. Na teketeze kila madhabahu kwa jina la Yesu. Sema teketea. Teketea. Teketea kwa jina la Yesu. Haleluya. Si kama umenielewa na wewe hapo. Umenielewa mwanangu? Kila tatizo unaloliona nyuma yake limejengewa nini? Limejengewa nini? Narudia tena. Kila tatizo unaloliona nyuma yake limejengewa nini? Ukivunja hiyo madhabahu, ukivunja hiyo madhabahu, tatizo limeisha. Tatizo sawa. Uko tayari tuendelee kusoma? Tusome basi. Mstari wa 6, soma 1-3. Wanamuita Baramu sasa. Wanasemaje? Njoo wewe na kusihi unilanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Wana nguvu, labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umranie uraniwa. Wana nguvu kuliko mimi, sio? Kwa hiyo umeenda kwa mchawi, maana yake naye mchawi ili ampe nguvu, sio? Si ndio? Si ndio? Kwamba mchawi ampe nguvu. Utagundua mwanangu, kinachopigana ni nguvu za rohoni. Kinachopigana ni nguvu. Ukiona matukio yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba, wa mwilini anaweza kusema ni kuua tu, ila kuna mtawala wa rohoni anayevuvia kiongozi wa mwilini. Umenisikia? Kwa maana nyingine, kwa andiko hili, maana yake ni kiongozi wa rohoni aliyeua kupitia kiongozi wa mwili. Kwa hiyo joka kabisa alikuwepo tayari. Maana yani tarehe 29 ni joka alikuwepo. Hata mimi alininoa risasi. Joka kabisa. Yaani hapa kabisa kanisani hapo. Ni joka. Umenielewa? Nisikilize wanangu. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Bwana akiwa upande wako, hakuna aliye juu yako. Hebu sema hakuna. Hakuna. Sasa kama Bwana yuko juu yetu, upande wetu, kama hakuna aliye juu yetu, sasa yule kiongozi wa kimwili tunaweza tukamuondoa.
anayepewa nguvu na nani? Na joka. Kwa sababu sisi kwa namna ya rohoni hakuna aliye juu yetu. Maandiko yanasema kwa maana Bwana ndiye roho. Ukisikia ikiwa Bwana akiwa juu yetu, Mungu akiwa upande, nani aliye juu yenu? Maana roho wa Bwana ndiye anayekaa juu. Roho wa Bwana ndiye kaaga juu ya watu. Akakaa juu ya Daudi. Daudi akampiga Goliati ambaye anapewa nguvu na yule wa rohoni. Roho wa Bwana akakaa juu ya nani? Juu ya Samsoni. Samsoni akawapiga Wafilisti kwa roho wa nani? Wa Bwana. Umenielewa sasa mwanangu? Sawa sawa. Na roho wa Bwana tena yuko juu yangu. Sema roho wa Bwana yu juu yangu. Na ndio maana Yesu kabla hajaanza mambo mengi alitangaza akasema, sikilizeni, roho wa Bwana yu juu yangu. Mjue kichapo kiko pale pale. Ukisikia mtu anasema tu roho wa Bwana yu juu yangu, kimbieni, wala kichapo kiko pale pale. Umeelewa wewe? Hebu sema roho wa Bwana yu juu yangu. Katika jina la Yesu. Tunashughulika na nchi. Tunashughulika na taifa. Roho wa Bwana akiwa juu yako, unapewa upako wa kukomboa taifa lako. Unapewa upako wa kukomboa watu wake Mungu wote. Walio Misri wote unawatoa. Roho wa Bwana akiwa juu yako, unaona roho wa Bwana alikuwa juu yake Samsoni. Kwa nini? Samsoni alitakiwa awakomboe na mkono wa nani? Wa Filisti. Unanisikia? Halo. Sema kila madhabahu iliyojengwa ya kutoa laana inaharibika katika jina la Yesu. Inavunjika katika jina la Yesu. Inavunjika katika jina la Yesu. Kwa hiyo kwa nini niliwasimamisha wale ili waongee jambo? Nitaka nikuoneshe. Hawa walienda kule kwa sababu wanaamini kwamba umbarikie hubarikiwa, umlanie. Wameenda ni kwa mtumishi wa Mungu au kwa mganga, kwa mchawi? Wameenda kwa nani? Sasa ni kama huyu nani, Baraki. Baraki naye kaenda kwa nani? Kwa mchawi Balaam. Anamwambia njoo nilanie watu hawa. Na tunapokuwa tunapiga na fiatua madhabahu za giza, maana yake hakuna namna wanangu anaweza mtu akakurani au akakuroga au kuna mashida unayoipata bila kutokea kwenye aina fulani ya madhabahu. Leo ukiziendea mwanangu, nazifiatua, teketeza, tia moto, vunja madhabahu zao, utashangaa maisha yako yatakavyoinuka. Utashangaa maisha yako yatakavyoinuka. Umeelewa? Umeelewa? Halo. Hivi mnajua ili Yohana azaliwe, ambaye baba yake ni Zakaria, ilihitaji awe madhabahuni. Akaenda kwenye pale madhabahu, roho wa Bwana akamtokea pale kwenye madhabahu. Madhabahu ikamsaidia mtu aliyekuwa tasa akazaa mtoto. Umenielewa? Baada ya Yohana, baada ya nani? Yesu akatangaza, tokea siku za Yohana Mbatizaji sasa mpaka amepatikana, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Nao wenye nguvu nao wafanyeje? Kristo Yesu akageuka kuwa madhabahu yetu. Hebu sema madhabahu ya Mungu. Haya, Kristo Yesu anaishi wapi? Ndani yako. Na kama yuko ndani yako, ndo madhabahu yenyewe ya Mungu leo. Hebu sema mimi ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Ongea kwa sauti, mimi ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu, ambaye Kristo mfalme wetu anakaa hapo na anasimama hapo kusaidia taifa la Tanzania. Katika jina la Yesu, piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Haleluya. Sasa sema huyu jamaa kaenda kukodi. Hajaishia kukodi tu, hajaishia Baraki. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda kuichukua ujira wa uganga mikononi mwao. Yaani wakaenda kuchukua ujira gani? Uganga. Sema uganga mikononi mwao. Wakamfikiria nani?
wakaenda mpaka kwa nani? Kwa hiyo katuma wazee ambao nao ni waganga wambembeleze mchawi mkubwa atakayesaidia. Kwa nini anatuma hao wazee? Jambo la kwanza sema maana yake huyu Baraki kiongozi wa hii nchi, huyu Baraki amejaribu, akaangalia kwa uwezo wake, wale waganga wakasema hapo tatua wote, hapa hatuwezi. Kama vile ambavyo wakaenda kuchukua ujira wa mganga, wakaenda kwa rais wakapewa ujira wa nani? Wa uganga. Wakaenda mkononi mwao, wakamfikia Balaam, wakamwambia maneno ya Baraki. Wakamwambia maneno ya nani? Akawaambia, kaeni hapa usiku huu, nami nitaleta jawabu kama Bwana atakavyoniambia, kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na nani? Yoda, nimekumbuka juzi na jana wanaambia kuna wakuu. Moabu ina mfalme na Moabu ina wakuu. Moabu ina mfalme na Moabu, wale wakuu wa Moabu wakaenda kukaa na nani? Wameenda kukaa na Balaam mchawi. Maana yake nini? Hawa waliokuwa wanakuja wana wa Israeli kwa namna ya rohoni wana nguvu kuliko wao. Yule mfalme anapewa nguvu na wakuu. Wale wakuu wao walivyoangalia kwa namna ya rohoni, wakaona huu mzigo ni baraa, hatuwezi, huu mzigo ni baraa, achana na huu mzigo baraa. Unanipata mwanangu? Umenipata mwanangu? Wanaona huyu, achana na huyu hapa. Ikabidi akatafute mwingine walau ana nguvu za rohoni, yani kuwazidi wao, aje amrani mtu huyu. Hebu sema, kila anayejaribu kukurani hatafanikiwa kwa jina la Yesu. Sema tena, hatafanikiwa. Mara ya pili hatafanikiwa, mara ya tatu hatafanikiwa, mara ya nne hatafanikiwa, mara ya tano hatafanikiwa, mara ya sita hafanikiwi, mara ya saba hafanikiwi, katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Mungu akajibu. Mungu akamjibu Balaam. Yaani Mungu ameamua amtokee nani huyo? Balaam mchawi mwenyewe. Mungu ameamua amtokee nani? Balaam ni mtumisha mchawi. Naamuru leo na awatokee wachawi wote wa Tanzania. Hebu sema, Mungu awatokee wachawi wote wa Tanzania. Anamjibu akasemaje? Ni watu gani hawa ulio nao pamoja nawe? Sikaona wachawi wote wako pale. Mungu ajaona wote ni wachawi ambao wamekuja kuongea. Wakuu. Anamuuliza, ni watu gani hawa? Mungu anataka awaunganishe na Balaam. Soma kwenye kitabu cha Yoshua kwamba wote walipigwa waliwao kwa upanga wa nani? Wana wa Israeli. Yaani huyu mchawi na hao aliokuwa nao na wale wengine aliokuwa, ndo hao sasa wakuu wote. Hebu sema, wakuu wote, wazee wa Midian na wakuu wote, leo tunawakusanya, tunawafyeka kwa upanga katika jina la Yesu. Haleluya. Napenda sana neno la Bwana. Balaam akamwambia Mungu. Somo moja mitatu. Balaam akamwambia Mungu, Balaki mwana wa Sipori, mfalme wa wapi? Amewatuma kwangu. Mfalme wa Moabu amewatuma kwangu. Mfalme ametuma mawaziri au wachawi? Niulize, mfalme ametuma mawaziri au wachawi? Katuma wachawi waende kwa mchawi mkuu. Jamani, naombeni msaidieni, aje. Kwa hiyo wameenda na hela. Sasa nia yangu ni kuonesha. Baadaye mchawi akakubali, akaja. Nia yangu nataka nikuoneshe mchawi alipokuja nini kilifanyika. Kwa sababu mwanzo nimekuonesha kwa nini mtu huyu amuite Balaam.
Wewe ni rais wa nchi, una majeshi, kwa nini umuite huyu? Maana yake jambo la kwanza, kila mtawala wa kimwili amewekwa na mamlaka ya rohoni. Kila mtawala wa kimwili amewekwa na mamlaka ya rohoni. Kwa mfano, hawa akina Samia hawa, akina Kikwete hawa, akina Nyerere hawa, akina nani, ukiwachunguza ukaambia bwana njooni tuongee kweli, utakuta huna chale anazo za kutosha, huna nini anazo, hata mwenyewe ninazo. Yaani huko kwa na chanjo na nyumbani huko wanaambia wakusaidie nini, eti wakupe ulinzi kwenye kile kiti, wakupe ulinzi. Mimi nilikuwa na chanjo, sio rais, ila nilichanjwa. Sasa kama wewe sio rais, ulichanjwa, vipi kusa nenda pale juu? Yeye ni mlinzi wa ile nchi yote. Wewe tu alikwambia ulindwe tu, kisa una akili kwenye masomo ya darasa ya form 4 tu. Je, vipi anayehusika na nchi? Maana unaanza kunielewa sasa. Unaanza hata aliyenichanja nyembe sio Mungu. Mungu anichanye nyembe Mungu sio Mungu. Nini? Wachawi. Hebu sema wachawi. Umenielewa? Mama, umeelewa? Umeelewa sasa? Kwa hiyo maana nyingine, kila kiongozi unayemuona yuko mahali, ni mkuu wa dini, ni mkuu wa kampuni, ni mkuu wa nchi, ni mkuu wa taasisi, ni mkuu yeyote, angalia kawekwa na mamlaka gani. Kila unayemuona wa nje kawekwa na mamlaka ya rohoni. Mamlaka za rohoni ziko mbili. Kuna mamlaka ya Mungu wa mbinguni na kuna mamlaka ya Mungu wa dunia hii. Amekuelewa? Mungu wa dunia hii ni nani? Lucifer, Ibilisi, Shetani. Sawa sawa Alo. Mbona kama mnanitisha sasa? Naanza kuniogopesha. Nimeshaelewa. Tunamaliza sasa hivi. Wangapi watakuja tukeshe leo? Tusukume kipande. Wangapi? Wow, barikiwe sana. Wewe utakayekuja, maana yake tutamalizia hichi kipande cha leo. Uzuri ashaona prayer point. Na wewe utakapokuwa pale nyumbani, amka saa 6 utusindikize. Piga ka kipande kama karisari moja hii, hata usingizi ukipitia fresh, ila piga. Umenielewa? Sawa sawa Haya. Nataka nihitimishe kwa kuambia hivi. Nimekwambia mamlaka ya mwili imewekwa na mamlaka gani? Ya rohoni. Umenielewa mwanangu? Hii kitu nitaendelea nayo kesho. Kesho saa 10 tutaendelea. Si ni sawa? Sawa nangwe, simama tuombe. Kesho saa 10. Kwa hiyo sasa hivi nachotaka tukifanye, sawa? Nachotaka tukifanye, jambo la kwanza nataka fieka sasa hawa kuwakali wakusanya huyu mtu na Baramu. Amen. Hebu sema Baramu wa Tanzania, natoa upanga wa roho na kufyeka. Baramu wa Tanzania, ewe mchawi unayempa nguvu kiongozi wa nchi, unayempa nguvu za uchawi kiongozi wa nchi, ili kuwalaani waliobarikiwa na Mungu, ili kuwalaani waliobarikiwa na Mungu, kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe Baramu, ewe mchawi, na kufyeka kwa damu ya mwanakondoo. Sema na kufyeka, na kata kichwa, na kufyeka, na kuteketeza kwa damu ya Yesu. Sema teketea, 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 teketea kwa jina la Yesu. Sema teketea kwa damu ya Yesu. Teketea kwa damu ya Yesu. Teketea kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa ninateketeza vihenge vyao, nateketeza makao yao, nateketeza
madhabahu zao, shambulia, shambulia. Shanda kapasoto eria makapasha kapa era masoko polobosoto era makapatata, kila madhabahu zao shanda kapato eria mashamama yando koposoto yana makapata yando koposoto to shamakapata eria mashapata. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu na shambulia madhabahu zao, na shambulia madhabahu zao, na shambulia, na shambulia kwa damu ya Yesu. Teketeza, choma moto, shanda kapaka eria mashamama mama. Kinywani mwao ukitaka kwa dhuru, kinywani mwao utoka moto. Shama eria mashakapa eria makapato eria mashamama yando koposoto shanda makapa. Ndani yake natembea, ndani yake roho yangu shabarako soto shanda kapalaba shando kopolobosoto shanda kapakapa shanda rabasoto shanda rabakapa era mashapalama. Kwa damu ya Yesu, kila kafara iliyotolewa kwenye hiyo madhabahu, kila kafara iliyotolewa na inajisi, kwa damu ya Yesu shabarada koto shamarama sapa shamarama koroboso shamarama kapalaba shanda raba koroboso shamarama kapalaba. Kila kafara eria mashanda kapa, vyeka wakuu wake, vyeka wazee wake, vyeka wazee wake shabaraba soto eria mashama kapa. Natoa upanga roho, natoa upanga roho na wafyeka wote, na fyeka wote. Ewe Baramu wa Tanzania, ewe Baramu wa Tanzania na Baraki wa Tanzania, wote 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 shabayaba shebe eria mashanda kapalaba eria mashanda robo soto eria makapalaba. Kwa damu ya Yesu sema imekuwa, kwa jina la Yesu sema imekuwa, katika jina la Yesu. Na baraka ya Bwana iko juu yangu. Wiki inaloanza kesho itajaa baraka, baraka za Bwana kwa jina la Yesu. Hakuna atakayelaani aliyebarikiwa na Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya! Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Amen.